Endelea na kazi. Asante. Uko poa? Mimi kwa majina naitwa Alex Amon Ngasala. Sijui dada yangu naitwa nani? Naitwa Agnes Paulo. Ni mkazi wa hapa. Kaka? Naitwa Pius Willibrod, mkazi wa Mbeya. Mama hapa. Naitwa Martha Xavier, natokea Mbeya. Mbeya. Asante. Mimi kama nilivyojitambulisha naitwa Alex. Tunatoka kwenye ofisi ya mbunge wa jimbo la Tunduma, David Ernest Silinde. Yeye ndo katuagiza hapa. Tumetumiwa picha imemlenga udada, akaniambia hebu nenda. Kwa hiyo tulikuwa tunakuja tunampa ambacho tunakiona anakifanya huyu dada huyo. Kuna siku nimeona tena, kuna siku kama sikumuona, na kuna mtu kaniambia pepa na wadada wawili, lakini mheshimiwa sasa mimi nimetumiwa picha moja, lakini kama utamkuta na huyo mwingine ni vema kwanza umpe hongera sana. Lakini cha pili, mheshimiwa anamshukuru sana aliyewaamini nyie wanawake, kwa sababu watu wengine huko wanaamini hizi kazi ni za wanaume tu. Lakini kwa nini tunamshukuru? Kwa sababu kazi kwanza amewapa watu wa nyumbani, hata Mbeya pia ni nyumbani, hata mliotoka Mbeya, kwa sababu hamjataka kufanya shughuli ambazo zitakwenda kuwa kero kwa wananchi. Mmeona mjihangaikie wenyewe kwa jasho lenu nyinyi wenyewe. Mimi nawapeni hongera sana. Sasa zumuni la mheshimiwa mbunge alikuwa ametuagiza tuje tumshike mkono kwa kidogo ambacho anacho huyu dada, lakini pia akasema tuwashukuru nyinyi nyote, hata nyie ambao mmeamini kuwaamini hawa wanawake kwamba mnaweza kuwashika mkono kwa kufanya nao kazi, kwa sababu mtu mwingine angekataa kwamba huyu ni mwanamke, huenda atanikwamisha, nitashindwa kufika muda ambao nipangiwa nifanye kazi, lakini ukaamini kwamba ataweza kujihangaikia mwenyewe kwa nguvu yake na kazi itaenda. Mungu awabariki sana washikaji. Tunaomba Mungu na watu wengine wawe na mioyo kama ya kwenu nyie, kuzani kufanya jambo kwamba usawa, yaani kitu tunachozungumzia usawa, kwamba mwanamke na mwanaume wote ni kitu kimoja. Unapoweza kumpushi mwenzio mpushi. Huenda muda huu dada yetu mngekuwa mjampa kazi, msingejua angekuwa yuko wapi kwa muda huu au anafanya nini, lakini leo hii atapata 200, ataenda sokoni, pale sokoni ataenda kujumua dukani, yule wa dukani ataenda kiwandani. Hiyo ndio inayosababisha uchumi wa nchi yetu kukua kwa mtu mmoja mmoja. Kwa kwangu mimi ilikuwa ni hayo, lakini mheshimiwa alikuwa amenipa kitu kidogo kwa ajili ya huyu, lakini itabidi na sisi sasa tujipige kwa ajili yenu nyinyi. Wewe mheshimiwa alikuwa ametuagiza shilingi 500,000, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tunduma. Asante. Akasema uendelee kuwa na moyo huo. Nashukuru. Endelea kupambania. Asante. Lakini pia akasema nikuulize kama una NIDA, kama ili na wao kama serikali wajue namna ya kuweza kukushika mkono hata kwenye mikopo ya 10%. Ile mikopo ya 10% inapenda watu ambao wana uwezo kujituma kama wewe. Wanaamini wakiweka mzigo wao kwako utaweza kurudi ili zikasaidie na watu wengine. Asante sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Agnes Paulo, ni mkazi wa Tunduma. Namshukuru sana mheshimiwa kwa kuniona, na mtu aliyemtumia picha mimi namshukuru sana. Amenisaidia sana, Mungu ambariki. Shauri tu wanawake zangu wasiogope kufanya kazi yoyote na wenyewe iko mbele yao. Na mimi nashukuru, kitu kingine nashukuru sana. Siani hata niongee ni maana amenisaidia sana. Hii hela najua itanisaidia kwa mambo mengine, maana nina mambo mengi. Muda mwingine mimi huwa nachinga nguo. Kwa hiyo itanisaidia, nashukuru. Namshukuru na mheshimiwa mbunge pia. Mungu ambariki. Nashukuru. Asante. Kwa majina naitwa Noah Allen Simbaya, ni mkazi wa hapa Tunduma. Tunamshukuru sana mheshimiwa wetu mbunge
kwa kuendelea kutuangalia. Tunashukuru sana kwa kumshika mama yetu mkono hapa. Ni siku nyingi tumeendelea tunafanya naye kazi hapa. Kwa hiyo tunaomba uendelee kutushika mkono hivyo hivyo. Tunashukuru sana. Mungu awabariki jamani. Uwe na kazi njema. Asante. Naam, kwa majina naitwa Ramadhani Idi Asmani. Ni kijana wa Chama cha Mapinduzi, lakini ni kijana ambaye anasapoti juhudi zinazofanywa na serikali. Na napenda kutambulisha kwamba Mheshimiwa David Ernest Silinde, mbunge wa jimbo la Tunduma, lakini pia naibu waziri wa kilimo, ameona mchango mkubwa unaofanywa na kundi la wanawake pamoja na vijana katika ujenzi wa barabara hii ya kutoka Transformer kuelekea Sogea. Katika hilo Mheshimiwa mbunge akaona moja ya wanawake ambao wameonyesha uthubutu na nia ya kufanya kazi kwa mapenzi na kwa nguvu na kwa juhudi zote. Mheshimiwa mbunge ametoa salamu za pongezi kwa kutambua mchango wa mwanamama huyo, ambapo hii leo kupitia ofisi yake amemwagiza moja ya watumishi wake waje kumwangalia huyu mama, lakini kuwasilisha mchango ambao wa kile kidogo ambacho amekiona. Lengo ni nini? Lengo ni kutaka kuwafungua baadhi ya watu, hususan vijana pamoja na wanawake, kwamba wanapoona fursa kwenye maeneo yao waweze kuzichangamkia. Tumemwona yule mama pale kama alivyojitambulisha, ni mkazi wa maeneo haya. Hakuwa mbali na fursa, alipoona mradi wa barabara umekuja kwenye eneo lake, ameweza kuonyesha uthubutu kwenye kufanya kazi ambazo makundi mengi hawaamini kwamba yanaweza kufanywa na wanawake, lakini ameonyesha nia yeye pamoja na watu wengine. Lakini pia tutoe shukrani za dhati sana kwa muajiri ama mkandarasi wa barabara hii kwa kwenda kumwamini yule mama, ambapo kwenye makundi ya watu wengi wanaamini kazi hizi zinatolewa kulingana na makundi ama kujuana. Yule mama kama alivyojieleza, hana ubia, hana mazoea wala hana mzuri na wale watu ambao wamemwajiri. Wameona utendaji wake wa kazi, ndio maana wameendelea kumwamini. Tunatoa pongezi sana kwa mwajiri, lakini pia ni watoe hofu wakazi wa Tunduma kuhusiana na barabara ya kutoka Transformer kwenda Sogea. Mheshimiwa mbunge amesikia malalamiko yenu ya kwamba barabara imetengenezwa lakini haijakamilika, na kabla ya kukamilika imeanza kuonyesha ubovu. Ni watoe hofu kwamba Mheshimiwa mbunge ni msikivu na ni muelewa. Amewekeza nguvu zake tena katika hii barabara kuhakikisha mradi unaenda kusimama na kuwa na manufaa kwa wakazi wote wa Tunduma. Asanteni sana kwa kunisikiliza na wapenda sana.